Jambo la kwanza ni kuwakumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu utakapofika mwezi wa 10. Sisi kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi tunawaamini sana sisi vijana ambao ni taifa la leo na kesho. Ndio maana hata tumekusanyika leo kwa dharura tuwaambie jambo hilo la msingi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ni uchaguzi ambao utahusisha rais, mbunge pamoja na diwani nchi nzima. Sasa tukasema tuwaambie mambo ya msingi kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi. Jambo la msingi, chama cha CCM kilitekeleza mambo ya msingi kwenye kata yenu ya Inyala na jimbo hili la Mbeya vijijini. Kuna mambo machache vijana wenzangu ni vyema mkafahamu. Ndani ya miaka 5 wakati Oran Manase Njeza anaomba tena ridhaa kwenu, kati ya vitongoji 74 ni vitongoji 10 tu vilikuwa vina umeme. Lakini leo ni vitongoji 2 tu kati ya 74 ndivyo bado havijafikiwa na umeme. Tumpigie makofi mbunge wetu. Lakini hiyo haitoshi. Wakati anaingia kati ya vijiji 7 ni vijiji 2 au 3 vilikuwa vina umeme, leo vijiji vyote vina umeme. Ni kazi nzuri ya chama chenu na uwakilishi mzuri wa diwani pamoja na mbunge na rais wetu ambaye ndiye anayeidhinisha fedha kushuka kwenye jimbo na kata. Lakini hiyo haitoshi. Ndani ya miaka 5 ndani ya kata yenu hii ya Inyala mmejengewa shule ya msingi ya Waya. Lakini katika shule yetu ya sekondari ya Imezu mmejengewa shule ya kidato cha 5 na cha 6 pamoja na jengo kwa ajili ya watoto wetu kula na mikutano. Kwa hiyo hao ni mambo machache yaliyofanyika kwenye kata yenu ya Inyala. Niwaombe vijana wenzangu, ikifika mwezi wa 10, kwa kazi nyingi ambazo zimefanyika kwenye kata yetu kupitia diwani, mbunge na rais wetu Mama Samia, tukakiamini chama chetu, tukakipe kura za ndio kwa Rais Samia na mbunge pamoja na diwani ambaye atasimamishwa na Chama cha Mapinduzi. Nina imani kubwa Mheshimiwa Njeza kwa kazi kubwa aliyoifanya kwenye jimbo letu. Vijana wenzangu, mkawe mabalozi wazuri wa kuambia wenzenu Njeza amefanya kazi nzuri na kubwa ya kutuwakilisha, kuhakikisha watu wetu wanapata maji, shule zinajengwa na barabara zinaboreshwa ili watu waweze kupita vizuri kama mlivyoona daraja lenu la pale Imezu. Tusiwe na mambo mengi ndugu zangu. Niwakumbushe mwezi wa 10 kutakuwa na uchaguzi mkuu. Tujiandae kwenda kukipa kura Chama cha Mapinduzi kiendelee kuongoza, lakini tukampe kura za ndio mbunge na diwani ambaye atasimamishwa kwa ajili ya kutuwakilisha sisi wananchi wa Inyala na jimbo la Mbeya vijijini. Ndani ya hii miezi 2 amegawa jezi pea 45 kwa kata zote 32 za kichama kwenye jimbo hili. Tumpigie makofi ndugu zangu. Amegawa jezi zaidi ya pea 45 kwenye kata zote, lakini aliwagusa pia na wadogo zetu wa shuleni ili na wao wanazitumia wanapopata nafasi ya kufanya michezo. Kwa hiyo tumpongeze sana, tumshukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kujitoa kuwapatia jezi vijana, jezi zaidi ya 45. Hata leo kwenye bonanza ile ya muda mfupi alinituma atakayeshinda mechi atapata mpira, lakini pia yule ambaye atakuwa mshindi wa pili tutampatia kifuta jasho. Lakini akasema pia na refari pia naye tutampa kifuta jasho kwa mechi ambayo ameisimamia vizuri. Tunamshukuru sana mbunge wetu Oran Manase Njeza kwa kupenda michezo, kwa kuwajali vijana na kuwategemea kwa sababu ni taifa la kesho. Naomba mwenyekiti wetu wa chama akabidhi yule mshindi wa pili timu ya Inyala. Karibuni. Kwanza tunawashukuru kwa sababu jambo kama hili mnapoungana kwa pamoja na kushirikiana linakuwa ni jema. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini nina mambo mawili tu ya kusema. Jambo la kwanza, leo tunaona tuko hapa ni kwa sababu ya Mheshimiwa Oran Manase. Si ndio jamani? Oran Manase. Kama tunasema Samia 5 na Oran Njeza. Umeelewa? Kwa sababu wewe fikiria mpaka kuja kufanya hivi vitu, manake ni mtu ambaye pia anasamini watu. Si ndio? Kwa hiyo naomba sana kwamba ni mwaka wa uchaguzi, lakini 5
tena kwake, kama tunavyosema mitano kwa Samia. Na niwaambie kwa nini tunasema. Bahati mbaya inawezekana kuna watu hawajui. Yaani Mbeya tumebahatika kupata viongozi wa kitaifa. Mbeya mjini tunatulia, si ndio? Ambao ni spika wa bunge. Lakini kwenye nchi yetu kuna mtu ambaye ili fedha ziende sehemu lazima yeye apitishe. Umeelewa? Yaani hata Tulia anahitaji bajeti ya pale mjini, manaka anayepitisha ni nani? Mwenyekiti wa bajeti. Sasa mwenyekiti wa bajeti ndio Olani Manase. Kama wale wamemuona kwamba ni jiwe, je, sisi basi hata sisi lazima tuone kwamba tumepata jiwe ambalo tunahitaji kulitumia, si ndio? Kwa hiyo nawaombeni sana. Yaani hiki nawaambia, hata waziri wa TAMISEMI alipokuja akasema kwanza tunashangaa Mbeya mna bahati kupata spika, lakini pia kupata mwenyekiti wa kamati ya budget, yani ambaye hata waziri anataka budget kwake lazima yeye ndiye apitishe. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba tumepata mtu sahihi ambaye sasa nafikiri kwa mwaka huu tusifanye tena makosa, si ndio? Tusifanye makosa. Kwa hiyo mimi nawaombeni tushirikiane, tuungane na tumsupport. Kama taifa limemwona kwamba naweza kakalia kitengo cha fedha, halafu anatoka Mbeya vijijini, je, sisi wa Mbeya vijijini wakina nani? Ni jambo la kumshukuru Mungu, si ndio jamani? Ni jambo la kumshukuru Mungu. Na watu wao wajue, ukiwa mwenyekiti wa budget, waziri anapokuja anasema bwana nipitishie budget hii, na wewe unasema bwana hebu na mimi bwana kama nakupitishia hii 10, hebu na mimi nipitishie 2. Kwa hiyo unakuta kuna budget zingine zinakuja za bila utaratibu. Juzi mmesikia ajali iliyotokea pale Balizi, lakini kuna hela zimetolewa bilioni 3 ambazo hazikuwepo kwenye mahesabu. Na leo tulikuwa na mtu ambaye alikuwa tayari amekuja kwa ajili ya kuwahamisha watu, kuwalipa fidia, na ile barabara ile ya mchepuko kule tayari ilishaanzwa, wanaendelea kuitengeneza, manake hela za dharura. Kwa hiyo mimi naombeni ndugu zangu, tunapaswa kuungana pamoja na mbunge wetu, mheshimiwa wetu Olani Manase. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Brightness Andrew Philpo, ni mkazi wa kijiji cha Inyala, kata ya Inyala, tarafa ya Tembela. Kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mimi binafsi nimejiandaa vizuri kuchagua mtu ambaye atatufaa na mtu ambaye yuko tayari kutuletea maendeleo katika kata yetu na katika nchi yetu pia. Mimi nikiwa mwananchi nikiwa ni Mtanzania na ni mwananchi wa kijiji cha Inyala, nimejiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu. Na washauri ambao wanasema wafanye uchaguzi, washiriki kufanya uchaguzi kwa sababu ni fursa zao, ni haki yao kuchagua viongozi walio bora kupitia vyama vyao. Kwa hiyo na washauri kwamba wajiunge kwenye uchaguzi, wachague viongozi wanaowataka. Kwa majina ninaitwa Bahati Maneno Mwanasinjale. Ninatambua kabisa kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na hii ni kwa katiba yetu ya nchi ya Tanzania, kila baada ya miaka 5 lazima tunafanya uchaguzi kwa maana ya kubadilisha uongozi au kupata viongozi ambao wataweza kutusaidia kutuletea maendeleo. Labda niseme kwa uongozi uliokuwa unaendelea kwa miaka 5 hii unaongozwa na daktari mama yetu Mama Samia, kuna mambo mengi sana yamefanyika katika taifa letu la Tanzania. Lakini pia kuna wakilishi wake ambao ni mbunge wetu Olani Manase Njenza pamoja na diwani wangu nikiwa kama mwananchi wa kata ya Inyala, Mheshimiwa Mwalingo Kisemba ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri. Mambo mengi yamefanyika, lakini sisi kama wananchi tumejiandaa vizuri na uchaguzi. Kuna watu wanasema mwaka huu sisi bila mabadiliko, kwa maana ya no reform no election, hawako tayari kufanya uchaguzi kama hakutakuwa kuna mabadiliko. Lakini sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi au wananchi kwa ujumla tumejiandaa vizuri, uchaguzi utafanyika, kwani tunajua kwa kufanya uchaguzi ndio unatusaidia kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo tunaomba wananchi wazipuuze kauli zinazoendelea mtaani za no reform no election. Tuwe na kauli kwamba
sisi tunatiki, kwa maana uchaguzi lazima ufanyike. Na siku ya leo tulikuwa na bonanza lililokuwa linaendelea katika viwanja vya Darajani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Olani Manase Njenza, amekuwa mfadhili mkubwa sana katika hili bonanza. Hii ni hamasa nzuri kwa vijana, na vijana walijitokeza kwa wingi na wanakubaliana kwamba wataendelea kuungana pamoja na yeye.